Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya makala simulizi. Natumaini uko fresh kabisa na umejipanga kabisa katika kupata simulizi, na ndio sababu uko hapa. Bwana, sasa napenda sana kukukaribisha katika simulizi hii mpya ambayo ni simulizi tunaanza kuiweka hapa kwa mara ya kwanza kabisa. Simulizi inayokwenda kwa jina la Pepo la Kuachika. Sasa ina mambo mengi huku ndani, lakini ina jambo gani hatua kwa hatua bwana, mimi nikwambie tu, karibu na uweze kuipa sikio simulizi hii, uweze kujua Pepo la Kuachika ikoje, ina mambo gani huku ndani. Bana, kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii ya makala simulizi, ni kukumbusha tu kwamba usiache kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe chini ya video hii, ili uweze kupata simulizi hii ya Pepo la Kuachika, uweze kuipata mwanzo hadi mwisho. Ninayekuletea simulizi hii ni mimi BHB, mwenzenu rafiki wa makala simulizi. Hii ni sehemu ya kwanza kabisa. Karibu twende pamoja. We Leisha. Leisha. Mwanadada wa kuitwa Rela alikuwa akimuita mdogo wake. Huyu ni mdogo wake ambaye wanakaa wote hapo kwa wakati huo. Japokuwa si kipindi chote ambacho wanakaa pamoja pale, lakini kipindi hiki mdogo huyu wa kuitwa Leisha alikuwa yuko pale na alikuwa anaitwa na dada yake. Dada huyu wa kuitwa Rela akiwa anategemea kwamba mdogo wake angemsikia, lakini mdogo wake alikuwa yuko mbali kabisa. Haikujulikana kabisa kwamba anafikiri kitu gani mpaka wakati ule. Leisha. Leisha. Hivi ni usinisikii au? Pale mwanadada wa kuitwa Leisha alistuka na kugundua kwamba dada yake Rela alikuwa anamuita. Dada. Hivi wewe umekaa tu hapo. Upo tu. Hujui kabisa kwamba leo tunapaswa tule au? Wewe unajua kwamba leo tutakula hiyo mikao yako na mapozi yako nayo kaa nayo hapo? Aliongea mwanadada Rela, na wakati huo Leisha alibaki akiwa anamtazama. Kumbe bwana alikuwa ameweka earphone katika sikio moja, lakini hata hili sikio la pili ambalo lilikuwa halina earphone wala hakusikia kwamba dada yake hapo mwanzo alikuwa anamuita. Alirudisha earphone yake katika sikio lake lile baada ya kumsikiliza dada yake. Ni kama dada yake aliona kama huyu mtu anadharau hivi. Hivi Leisha, ni hunisikia au? Si nimekwambia kwamba hapo uende ukaandae chakula. Leo tunakula nini? Mbona umekaa tu hapo muda unaenda? Mimi bwana naumwa na njaa bwana, hebu nenda kule bwana. Rela aliongea tena akionyesha msisitizo mkubwa kwa mdogo wake Leisha. Mdogo wake mwingine wa kuitwa Shelai, huyu yeye alikuwa na kitu fulani anakifahamu kuhusiana na mdogo wao mdogo huyu Leisha. Yaani katika familia hii dada mkubwa anaitwa Rela, wa pili ni huyu Shelai, alafu mdogo ni huyu Leisha, lakini wote wakiwa ni watu wazima kabisa. Sasa mdogo wake na Rela wa kwanza anayeitwa Shelai alikuwa anafahamu kuna kitu ambacho kilichokuwa kinamsumbua mwanadada wa kuitwa Leisha. Darela, kwani wewe ni kwamba hujui au? Sijui nini? Usijifanye bwana kwamba hujui. Na ndo nakuuliza sasa, sijui nini? Wewe hujui kwamba mdogo wako Leisha ni kwa nini unamwona leo na mawazo sana yuko mbali? Sijui. Hebu acha kujibaraguza bwana dada wewe. Hebu bwana, hebu nisikilizeni niwaambieni. Kama mna mambo yenu sio nini mimi siwaelewi bwana. Mimi na njaa, nendeni bwana mkapike. Darela, unataka ujifanye kwamba hujui kwamba Leisha mwenzako ameachika. Ameachika tena. Mchana kweupe. Na ndio maana kinamfanya anakuwa yuko vile. Kaachwa tena jamani. Msikilizaji, mwanadada kuitwa Shelai naye alikuwa anaongea maneno haya akiwa anamueleza dada yao anaitwa Rela kwamba kinachomfanya Leisha aonekane katika hali ile, hali kama ya mtu ambaye ana msongo wa mawazo kabisa, ilikuwa ni kwa sababu tu alikuwa ameachika bwana. Sasa kitendo kile kilimfanya mwanadada Leisha akawa hajapenda kabisa huyu dada yake mdogo wa kuitwa Shelai jinsi ambavyo alivyokuwa amezungumza.
Alafu we Shalei, tutagombana. Mimi sitaki upende kuzungumzia mambo yangu. Sitaki kabisa. Niache kuzungumzia kwa sababu gani? Niache kuzungumza kwa sababu gani? Wewe si umeachwa? Kwani kuachwa ni ajabu? Umeachwa, umeachika, tena mchana kweupe, umerushwa na mavitu yako. Sasa unasema kwamba sijui sisi. Nimekwambia sitaki maneno yako hayo. Dashalei, nimekwambia sitaki maneno yako hayo. Wewe endelea tu, mimi nitakuumiza, nitakupiga hata jiwe la kichwa, wewe endelea. Umpige nani bana wewe, hebu kwenda zako huko. Darela, mwenzako huyu ni ameachwa. Na ndio maana kitu kinachomsumbua hapo. Na ndio maana ana hasira hivi. Maneno haya ya mwanadada Shalei yalizidi kumkasirisha sana Leisha. Leisha japokuwa alikuwa yeye ndiyo mdogo wa mwisho pale kati ya hawa kina dada watatu, lakini hasira zilikuwa zimempanda sana. Ni kweli mwanadada huyu wa kuitwa Leisha alikuwa ameachwa na rafiki yake aliyekuwa anaitwa Rafael. Huyu Rafael ndiye ambaye alikuwa ni mpenzi wake na Leisha. Lakini katika hali ambayo ilikuwa haieleweki kabisa, alikuwa amemwacha Leisha. Na maneno sasa haya aliyokuwa anayazungumza Shalei alikuwa anamuumiza sana Leisha, kitendo kilichomfanya Leisha kusimama na kwenda kumvamia dada yake. Alianza kumshika shingoni, huku dada yake huyu wa kuitwa Shalei akianza kuleta shida, na pale pale akang'ang'ania nywele zake pale. Alianza kumvuta nywele na kuanza kumburaguza huku na kule. Nywele za mwanadada Shalei ambazo zilizokuwa ni ndefu zilionyesha kumuuma sana kwa jinsi ambavyo mdogo wake huyu wa kuitwa Leisha alivyokuwa anazing'ang'ania. Rela, dada yao mkubwa, yeye alibaki akiwa anawatazama tu. Alijaribu kuzungumza kidogo kwamba pengine wangemsikiliza. Hivi nyinyi, kwa nini mnapenda lakini kutia aibu kila siku? Yaani vurugu zenu kila saa mnajifanya mnapigana kama sio ndugu vile. Ni wewe. Alafu wewe na wewe Shalei, kwa nini yaani wewe ndo mkubwa lakini unaonyesha kama mjinga? Hebu acheni wewe ujinga wenu bana. Mwanadada kuitwa Shalei alisikia maneno yale, lakini alianza kubwatuka haraka sana akimkanya dada yao huwa kuitwa Rela. Hivi Darela, wewe unaniongelesha mimi kwani huoni mimi, yani huyu kwani huoni kama yeye ndo kaanza Mwanadada wa kuitwa Shalei aliendelea kung'ang'ana huku akijitahidi ili aweze kujikwamua kwa mdogo wake huyo wa kuitwa Leisha. Leisha alikuwa amezingangania zile nywele kwa nguvu vibaya mno. Alikuwa anazivuta kiasi kwamba zilikuwa zinataka kutoka pale. Sasa Shalei alijitahidi na yeye akapata sehemu, akapata upenyo mzuri, akashika nywele za mwanadada huyu Leisha. Alipozishika sasa wakaanza kuvutana nywele. Rela alijitahidi sana kuachanisha kwa kuzungumza tu, lakini aliona kwa jinsi ambavyo alivyokuwa anazungumza ni kana kwamba walikuwa hawamuelewi kabisa, hawataki kusikia kitu ambacho alichokuwa anazungumza. Mwisho wa siku dada mkubwa akasema, uzuri hakuna mtu ambaye ameshika kisu hapo, hakuna mwenye silaha, na nyinyi ni kama mnalingana tu. Endeleeni kupigana we, mkimaliza mimi ninachotaka, nataka chakula kiwe kimeiva, mimi na njaa. Na leo ni zambiani ya kupika, siwezi kuingia jikoni. Tena mkiweza nyofoeni hizo nywele kabisa, mkiweza mzile kabisa. Lakini nataka mkimaliza mkapike chakula, mimi nina njaa. Alizungumza mwanadada Rela, huku mtu na mdogo wake Shalei pamoja na Leisha wakiwa wanashikana na kuvutana vibaya mno. Sasa ulifika wakati ambapo kila mmoja aliachia nywele za mwenzake, na hapo sasa ukianza kurushana zile ngumi za kike zile. Kama unavyojua bwana, watu wa kike ngumi zao zote ni kushikana. Huyu anarusha, anamshika mwenzake na kuanza kudondoshana huku na kule. Kavurugu kale kaliendelea, huku dada mkubwa Rela akiwa amekaa anawatazama tu. Hakutaka kabisa kusumbua, hata mguu wake kunyanyuka kwenda kuambia acheni ugomvi. Alikaa na kutulia kabisa akawa anawatazama. Vurugu ziliendelea, lakini baada ya dakika kama 20 hivi kila mmoja alikuwa yuko hoi bintabani. Kila mmoja alikuwa hamtamani mwenzake. Nywele za kila mmoja zilikuwa zimekaa vibaya sana, walikuwa wamechafuka mwili mzima. Kila mmoja alikuwa ni kama ametoshana nguvu na mwenzake hivi. Hakuna aliyeonekana mbabe kwa mwenzake. Hata pale ambapo mmoja alipokuwa amesimama pembeni, hakuna hata mwenzake ile hali ya kusema kwamba aweze kumfuata ili waweze kupigana, kwa sababu walikuwa wamechoka sana. Haya, nafikiri mmemaliza sasa. Hebu njoni hapa wote.
alizungumza dada mkubwa wa kuitwa Rela. Sheila, Shalei pamoja na Leisha walikuja mpaka mahali ambapo alipokuwa amekaa dada mkubwa Rela. Alipofika, aliwatazama na kuwaeleza, hivi nyinyi, haya mmevutana, mmeaibishana we. Watu wanapita wanawaangalia tu. Mtu na dada mtu. Mnagombana tu hata aibu hamuoni. Haya mmemaliza sasa. Mlichokipata ni nini? Hapana dada. Lakini huyu Leisha huyu anajifanya sana. Anajifanya sana kwamba yeye ni mbabe. Yaani hajui kabisa kwamba mimi ni dada yake. Dadangu hiyo. Sasa kwa dadangu, ukiwa dadangu ndo uanze kuzungumza mambo yasiyokuhusu, unazungumza ujinga. Tena wewe mimi unaniudhi wewe. Leisha alirusha kofi tena kwa dada yake huyu wa kuitwa Leisha. Rela alianza kuwagombeza pale. Alafu nyinyi, hivi nyinyi hamjatosheka kupigana jinsi mlivyopigana? Hamjatosheka bado? Bado mnataka muendelee kutiana aibu tena hapa? Hebu msiendelee kuleta ujinga wenu. Wewe acha mwenzako. Afu wewe Leisha ndo unajifanya, nitakudhabua makofi wewe utoamini wewe. Mwache mwenzako huko. Pumbafu nini wewe? Rela alifanikiwa awamu hii kumwachanisha Shalei pamoja na Leisha. Na pale sasa akawaleta, akaambia kaeni chini hapa. Wakakaa chini na kumsikiliza dada mkubwa Rela kitu ambacho alichokuwa anazungumza. Hebu sikilizeni niwaambieni wadogo zangu. Nyinyi wote ni wadogo zangu. Sipendi kuona jinsi ambavyo mnavyopigana hivi. Yaani haipiti siku lazima mwanze kurushana maneno. Kwani mna matatizo gani nyinyi? Mnakuwa kama mnashema bwana. Kwani mnashema bwana nyinyi? Hapana. Sasa kama hamshema bwana, au wewe Sheila unasha bwana na Shalei dadako? Hapana dada, lakini Shalei anajifanya sana kwamba nimekuuliza mnashama bwana? Hatushei. Sikilizeni niambieni kitu wadogo zangu. Leisha, sijui kwanza kwa nini umepaniki sana. Kwamba mtu akikuambia umeachwa, unaona kama ni amekutukana hivi, mpaka unagombana naye, unapigana. Hili jambo ni kama liko kwenye familia yetu. Kwani mnaniona mimi dada yenu mkubwa hapa nilipo nimeolewa? Nimeolewa na wauliza, sinauliza nyinyi? Hapana. Mnahisi kwamba mimi sijawahi kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi? Umeshawahi. Sasa unahisi kwa nini mpaka leo sijaingia? Sijaolewa mpaka leo. Hili jambo ni kama linatoka liko kwenye ukoo. Ni kama tunarithi pengine laana za mababu na mabibi, au mikosi yatoka miaka na miaka ndio sisi tunairithi sasa. Nawaambia hivi kwa sababu nyinyi angalieni, kwa sababu nyinyi mnaijua historia. Toka huko kwa bibi mzaa mama yetu. Toka kwa bibi mzaa, yani bibi ameolewa sijui mara ngapi, anaolewa anaachika. Mama zetu wana baba tofauti. Lakini sio hivyo. Angalieni hata kwa mama yetu. Mama yetu huyu hapa ameolewa wanaume sijui ni 7 au 8 mpaka sasa hivi. Lakini katika hebu fikirini kwanza, angalieni. Sisi wote hapa ni ndugu wa mama mmoja, lakini baba zetu ni tofauti. Baba yangu mimi sio baba yako wewe Shalei, sio baba yako Leisha. Sijui kama mnaanza kunielewa. Kwa hivyo haka ni katabia ambako kama tunakarithi. Sio ni sababu ya nyinyi kugombana. Mungeachana kabisa na hizo tabia. Mimi niwaambie kuanzia leo, mkome kabisa kugombana. Nyinyi ni ndugu. Hamna sababu ya kugombana.
muende sasa mkaandae chakula kule. Na sasa yani kama watoto, wakati watu wazima kabisa mna nywele kila sehemu bwana. Darela, lakini sasa umkanye Shalei kwa sababu ndo mchokozi. Afu Leisha, nimekwambia wote, nawaambia hakuna cha Shalei au wewe Leisha, wote mna tabia za kupenda kugombana. Asipomwanza huyu anamwanza huyu. Nyinyi si ni watu wazima, lakini watu mnasoma kabisa jamani, chuo si watu wazima kabisa nyinyi. Haya, hebu nendeni mkapike kule. Mwanadada kuitwa Rela bwana alizungumza akiwa na wasa wadogo zake. Mdogo wake mmoja wa kuitwa Leisha alikuwa na machungu makubwa sana kwa sababu Rafaeli alikuwa amemwacha. Na Rafaeli alikuwa ni mpenzi wake wa 5, ambapo na yeye alikuwa anampenda sana, lakini bila sababu zozote za msingi alikuwa ameachika. Ilibidi mwanadada huyu wa kuitwa Leisha amuulize dada yake Rela, dada, kwani hicho kitu ni kitu gani? Kwani hakifai kubadilisha? Yaani mimi unajua mimi nateseka. Kwani na wewe unaumia kama mimi? Kwani hatuwezi kubadilisha hiyo tabia? Hiyo sijui ni mikosi, sijui ni laana ya kutoka kwa mabibi ikachana na sisi. Mdogo wangu, nikwambie kitu. Sio kwamba haifai kubadilisha. Hapo ni mpaka watu wajue tatizo lilipo. Na wazee hapo waongee, kila mmoja aongee, huyu na huyu, mpaka pale ambapo watajua ni nini cha kufanya. Mwenzenu mimi, dada yenu, nimetoka na wanaume ambao sijui idadi yake mpaka sasa hivi. Sijui idadi yao mpaka sasa hivi. Na wote hao tulikuwa tumeshafikiana kipindi ambapo wengine kwamba wanioe, wengine tuko kwenye uchumba mzuri sana, lakini ni zaidi ya 10 na wote wameniacha. Na kila anayekuacha ukimuuliza ni kwa nini, anakuambia basi tu, nimeona wakati wa kuendelea kuwa na wewe umeisha. Nimehangaika mpaka basi. Yaani kila mwanaume ananiacha tu. Hivi Darela, kwa hiyo ndo tuseme kwamba umezoea hiyo hali au? Mdogo wangu, sikia nikwambie. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuzoea kuchezewa na kutoa mwili wake kwa kila mwanaume. Hakuna mwanamke anaweza kuzoea kitu kama hicho. Ni vile tu basi sina la kufanya, nitafanyaje? Sasa Darela, hivi kwa hiyo sasa hili ni tatizo gani? Kwa sababu kama ni uzuri tunao, tumepewa uzuri kuanzia juu mpaka chini na wanaume wote wanatusifia jinsi ambavyo tunavyoonekana, shape nzuri, sura nzuri, lakini bado wanatuacha. Ni kwa nini dada? Aliuliza mwanadada huyu wa kuitwa Leisha, kwa sababu yeye ndiye alikuwa yuko kwenye kipindi cha kuumwa sana, kwa sababu yeye ndipo alipokuwa ameachwa. Hii ilikuwa ni mwezi mmoja baada ya dada yake wa kuitwa Shalei na yeye kuachwa na mpenzi wake. Lakini sasa kwa upande wa Shalei alikuwa amedumudumu akiwa ameachwa, kwa hiyo maumivu yalikuwa yameshapoa poa. Lakini kwa mwanadada Leisha alikuwa anaongea sana na kumuuliza dada yake huyu mambo mengi, kwa sababu yeye ndio alikuwa ameachwa siku moja iliyopita. Kwa hivyo maumivu yalikuwa ni makali sana. Ndio hivyo mdogo wangu. Kweli tumepewa uzuri, lakini uzuri si kitu. Haya mambo ni yanaenda kiroho hivi. Zikitokea roho za kukataliwa ziko na wewe, hata kama uwe mzuri kiasi gani, bado tu huwezi ukadumu katika mahusiano na huwezi ukaolewa. Yaani huwezi. Ni mpaka hizo roho zinazosumbua ziweze kuondoka. Zikishaondoka hizo, hapo ndipo tunaweza tukazungumza mengine. Zinaondoka lini? Hapo ndo mdogo wangu na mimi sijajua. Tuendelee kuzungumza na watu wazima katika ukoo wetu. Baada ya hapo ndipo tutajua kinakwendaje.
Maongezi haya ya mwanadada Rella pamoja na wadogo zake wawili, Shalei pamoja na Leisha, yalihitimishwa kwa yeye kuelekeza kwamba waende wakaandae chakula kwa sababu alikuwa na njaa. Shalei pamoja na Leisha mdogo wake walitoka pale na hapo walielekea jikoni ili kwenda kufanya mapishi kwa ajili ya chakula cha wakati ule. Mwanadada huyu wa kuitwa Shalei pamoja na Leisha, wote hawa bwana walikuwa ni wanafunzi. Mwanadada wa kuitwa Shalei alikuwa anasoma chuo kikuu, lakini mwanadada wa kuitwa Leisha alikuwa yuko kidato cha 5. Mwanadada wa kuitwa Rella yeye alikuwa akifanya kazi katika shule inayofahamika kama Umoja High School. Shule hii ndipo mahali ambapo alipokuwa anafanya kazi ya kupika pale. Alikuwa anafanya kazi ya kupika vyakula, lakini pia alikuwa anauza bidhaa ndogo ndogo pale. Vitu kama vile keki, vitu vingine kama vile sambusa, chai na vitu vingine ambavyo wanafunzi walikuwa wanapendelea kuvitumia kwa njia ya kununua. Yaani vile vitu ambavyo vilikuwa haviko kwenye menu ya kawaida ya shule, ndivyo vitu ambavyo alikuwa anauza pale. Dada huyu ni ukweli alikuwa na yeye alikuwa amesumbuliwa na masuala ya mahusiano ya mapenzi sana. Rella ikafikia wakati ambapo akasema kwamba sitaki kabisa mimi kujihusisha na mapenzi. Ndio sababu anakuja sasa na wasisitiza wadogo zake wawili hawa, Shalei pamoja na Leisha, anawaambia bwana, jambo la msingi ni moja tu. Mnapaswa sasa nyinyi mdumu na masuala yenu ya shule, mwachane na masuala ya mapenzi. Lakini pia na mimi ni dumu na masuala yangu ya biashara ili tuweze kuikomboa familia yetu angalau katika masuala ya kiuchumi. Kwa sababu masuala mazima ya mapenzi ninaona kabisa mambo yanakuwa ndivyo sivyo kabisa. Basi bwana, mwanadada Rella alikaa pale na kutulia. Wakati huo wadogo zake Shalei pamoja na Leisha wakiwa wameenda kupambana sasa kwa ajili ya kutengeneza chakula. Muda ulienda na hatimaye chakula kilikamilika kabisa. Walikuwa wamekaa mezani wakiwa wanakula huku wakiwa wanaambizana maneno mawili matatu. Mwanadada wa kuitwa Rella hakuacha kuwasisitiza wadogo zake. Wadogo zangu, mimi niwaambie kitu. Kama kuna kitu ni kikubwa mnapaswa mkifuate sasa hivi, ni swala zima la kushika na kukisimamia kitu ulicho nacho. Nyinyi ni wanafunzi. Sisemi kwamba hamwezi kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi, na sisemi kwamba hamustahili. Lakini ninachomaanisha ni kwamba mdili na masomo yenu kwanza. Masuala ya mapenzi haya achaneni nayo. Na mimi mwenyewe dada yenu nimeachana na masuala ya mahusiano ya mapenzi kabisa. Sasa hivi mimi ninadili na biashara zangu na kazi zangu, mpaka pale ambapo nitakapoamini kabisa kwamba mtu nitakayeingia naye kwenye mahusiano ni moja kwa moja ndo anakuwa ni mume wangu. Lakini hivi nimekuja kugundua unaweza ukalala na wanaume wanao hata 200, lakini ukakuta kwamba hakuna hata mmoja anayekuoa. Sasa nyinyi bado hamjafikia idadi ya wanaume niliotoka nao mimi. Nawaomba mwachane na hizo mambo, mdili na shule tu. Ushauri tu wa bure huo wadogo zangu. Sijui kama mnanielewa. Tunakuelewa dada. Walitikia wote kwa pamoja, japokuwa kwa upande wa mwanadada huyu wa kuitwa Leisha, mambo yalikuwa ni magumu sana kwa sababu bado alikuwa na kidonda kibichi kabisa cha kuachwa na Rafael, mpenzi wake ambaye alikuwa amemwaminisha sana kwamba wangekuwa wote. Basi bwana, wakati ulisonga mbele na mwanadada huyu wa kuitwa Rella alikuwa amekwenda zake shuleni kama kawaida yake kwa ajili ya kushughulika na shughuli zake za umapishi pamoja na kuuza bidhaa zake ndogo ndogo shuleni kule. Mwanadada huyu wa kuitwa naye Leisha alikuwa yeye bado kipindi hicho sasa alikuwa na yeye yuko shule, lakini kwa bahati nzuri ni kwamba alikuwa anasoma shule ya jirani pale, na hivyo alikuwa anasoma mara nyingi alikuwa anakaa day, japokuwa alikuwa amesajiliwa kukaa bwenini. Sasa dada huyu wa kuitwa Rella bwana alipofika shuleni kule, akiwa yuko shuleni pale Umoja High School, siku hiyo hakuelewa kwamba ni mambo yalikaaje. Muda ambapo sasa alikuwa anatoka zake shuleni ile mida ya jioni, anataka kurudi nyumbani, alishangaa mtu ambaye aliyekuja akamgusa bega. Wewe, vipi?
Oh, jamani, Mwalimu Skao ni wewe? Ni mimi. Niambie. Poa. Ndo naenda nyumbani? Hapana. Nimekufuata wewe. Umenifuata mimi? Yeah. Ulikuwa unasemaje? Nimekuja kukusalimia, nimeshindwa tu kukaa kule, nikaona unaondoka leo sijaonana na wewe. Nikaona nije nikusalimie, au nimefanya vibaya? Nimeona unaondoka nikaona nikufuate. Ya kweli hayo. Wewe sema kuna mtu ulikuwa unamfuata, umeniona hapa, umeona unisalimie. Hakika vile nakwambia. Nilikuwa nakufuata wewe, nikusalimie wewe. Au unahisi kwamba mimi siwezi kuondoka kule na kuja kukusalimia wewe? Wala hata siwezi kuamini. Hebu nishawishi nione. Sasa nitakushawishije? Ndio nakwambia ukweli. Au unataka nikufanyeje? Nikubebe mgongoni ndio utaamini kwamba nilikufuata wewe kukusalimia? Haya, niambie. Poa. Nakupeleka mpaka nyumbani basi. Unanipeleka mpaka nyumbani? Unanipelekaje na wakati wewe mwenyewe unatembea kwa mguu? Unanipelekaje unamaanisha? Yaani namaanisha twende wote mpaka nyumbani, au unaogopa kwamba wadogo zako wataleta noma? Wanaleta noma gani? Sema sasa. Wewe twende nisindikize, lakini usiingie nyumbani. Msikilizaji, mwanadada huyu wa kuitwa Rela alikuwa anakaa katika nyumba zile zile pale za shule hii ya kuitwa Umoja High School. Shule hii bana ilikuwa ni shule ya wanaume pekee. Na ndio sababu pamoja na kwamba mwanadada huyu wa kuitwa Leisha alikuwa bado yuko sekondari, lakini alikuwa hasomi shule ile, japokuwa dada yake ambaye sometimes alikuwa anakaa naye alikuwa anakaa pale pale katika majengo yale ya shule. Lakini mwanadada huyu wa kuitwa Rela alikuwa amepata fursa hii kwa sababu yeye alikuwa ni mpishi pale. Basi mwalimu huyu aliyekuwa anafahamika kama Skao alitembea pamoja na mwanadada huyu, wakafika mpaka karibu na nyumbani kabisa. Na pale ndipo wakasimama na kuanza kumeki story mbili tatu pale. Rela alisimama huku akimtazama mwalimu yule. Alikuwa ni mwalimu ambaye ni kijana ambaye alikuwa na mvuto mzuri sana. Lakini hata hivyo, nje tu ya kwamba yeye alikuwa anafanya kazi ya walimu, lakini masuala yake ya kiuchumi yalikuwa vizuri zaidi, tofauti na maisha ya kawaida ya mwalimu yanayofahamika. Sasa kwa sababu umenikataza kwamba hutaki nifike nyumbani, ngoja mimi bana, mimi nigeuze zangu hapa. Japokuwa sijapenda, alikuwa natamani twende tukapige story sana hata nyumbani. Hapana. Wewe bana rudi. Nashukuru. Sijui kweli. Nataka niamini kama kweli ulikuwa umenifuata mimi, lakini sawa. Ngoja niamini hivyo hivyo. Hivi mpaka sasa hivi kweli hujaamini tu Rela kwamba alikuwa anakufuata wewe? Kwanza kwa nini nisikufuate wewe? Hapana. Sawa, lakini nimeamini. Tutajua tu. Sasa utajua nini wakati mimi ndo narudi? Kwa hiyo nifuata tupige story na mimi kama hivyo? Yeah. Nimejikuta na furahi tu nikikuona. Haya bana mwalimu. Nenda bana. Ngoja niingie bana nikafanya usafi kidogo hapo nilale. Maana hapa nawaza tena magudulia yale na masufuria makubwa makubwa yale. Kesho tena. Ndo kazi zetu bwana. Ya ila si umezoea. Nimezoea wapi bwana? Bora nyinyi bwana mna kazi zenu, hata ukiniambia umezoea sawa. Kazi zenu hizo umeajiriwa. Hata siku ukiwa mvivu lakini bado pesa inaingia. Mimi nikiwa mvivu nakulaje? Kwa bana ngalale. Rela. Anyway, basi poa, ngoja mimi nirudi bwana. Mbona kama kuna kitu nataka kusema? Hebu sema. Hapana, siwezi nikasema. Nimekufuata hivi, nimekusalimia inatosha. Mimi ngoja nirudi zangu hivi bwana. Haya. Usiku mwema, jioni njema. Haya poa. Nawe pia. Rela bana aliondoka na kufika zake nyumbani. Alifika akawa amepumzika, akafanya mambo yake, lakini kila wakati alikuwa akitafakari sana na kujiuliza ni kwa nini mwalimu Skao amemfuata. Akaanza kujisemea akiwa pale ndani akiwa mwenyewe.
Isiye katokea mwalimu Skao akaniambia kwamba eti ananitaka kimapenzi. Nitamshangaa. Kwanza hata mimi nishasema sitaki kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi sasa hivi. Mtu yeyote ambaye atakayetaka kuja kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi mimi lazima nimkatae. Siko tayari kuendelea kuchezewa na wanaume. Kwa sababu nishajua hakuna mwanaume ambaye atakayekaa na mimi akawa mume wangu. Sasa hiyo ya kuvuavua kila siku kila kwa mwanaume ya nini? Si ndo kujidhalilisha huko. Lakini hapana, mwalimu Mskao hawezi kunitongoza mimi. Kwanza wana pesa kwao. Yeye mwenyewe ana pesa. Anitafute mimi mpishi kwa kipi? Kwa kipi mimi mpishi? Hamna bwana. Kwanza ngoja nisiseme tu hivyo kwa sababu hata hivyo sitaki kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi. Mwanadada Rela aliendelea kujiongelesha mwenyewe pale. Siku ile bana ilipita na kesho asubuhi kama kawaida mwanadada kuitwa Rela alirudi shuleni kama kawaida kuendelea na majukumu yake. Akiwa yuko katikati ya kazi, mida ambapo sasa ni karibu kengele ya chakula ilikuwa iko karibu kugongwa. Alishangaa mtu ambaye alikuja pale na kumshika bega vile vile akiwa yuko kwenye maandalizi ya mwisho ya kumalizia chakula ili aweze kukikabidhi kwa viongozi wa chakula ili waweze kupakua chakula kwa ajili ya wanafunzi wenzao pindi kengele itakapokuwa imegongwa. Alipoguswa tu begani, alipogeuka alishangaa alikuwa ni mwalimu Skao. Rela, mambo? Poa, afu umenistua wewe. Mimi ngajua sijui ni mdudu gani anadondokea. Mdudu gani? Mbona unapenda kutaja neno mdudu? Unampenda mdudu? Au dudu washa? Kwenda huko. Afu mwalimu, acha mambo yako. Dudu washa gani anapatikana hapa ndani? Sasa mdudu gani ambaye anaweza kukudondokea hapa? Haya bwana, vipi? Poa, samahani sana mwalimu. Unaona naanza kujitaja mimi. Leo nimekuwa mwalimu leo. Eti. Anyway, sio mbaya lakini wewe ni mwalimu hivyo hivyo. Mwalimu wa nini? Unatufundisha jinsi ya kula vitu vitamu. Mwalimu Skao una mambo wewe. Bwana hebu niache nimalizie hapa. Kengele bado dakika ngapi hapa inagongwa? Niweke vitu sawa hapa niweze kwa kabidhi viongozi hapa atakapokuja. Niwakabidhi vyakula vyao hapa. Hebu naomba nikuombe kitu kimoja. Niambie. Ninaweza nikapata muda wa kuzungumza na wewe kidogo? Sawa, lakini sio sasa hivi. Wewe unaelewa mida yangu mpaka nimalize shughuli zote. Hapo sawa. Hamna shida. Baadaye basi. Sawa. Msikilizaji, mwalimu huyo kuitwa Skao alimaliza maongezi mafupi yale pamoja na mwanadada Rela hatimaye akatoka. Skao alijikuta akiwa anampenda sana mwanadada Rela bila kufahamu ni kwa nini upendo wake unazidi kuongezeka kwa Rela kila siku. Ni ukweli Rela alikuwa ameumbwa vizuri sana, mwanamke wa kuvutia sana. Lakini alikuwa sio mgeni katika macho ya mwalimu Skao. Hivyo mwalimu Skao ilibidi ajiulize kwa nini nampenda sana na kati sio mara yangu ya kwanza kumuona. Mbona ananivutia sana na kati sio mara yangu ya kwanza kumuona tunaye hapa siku nyingi. Hata kwa mwanadada wa kuitwa Rela naye alikuwa anazidi kujiuliza. Kwani mwalimu Skao anataka kuzungumza na mimi kitu gani? Pigo anazo kuja nazo zote niza kutaka kunitongoza. But how? Ananitongozaje sasa hivi? Na kati tulikuwa na yeye siku zote. Ananitongoza. Uzuri nishasema sitaki kuingia kwenye mahusiano, atajua mwenyewe atakinitongoza. Kila mmoja alibaki akiwa anajiuliza maswali mengi kuhusiana na mwenzake. Muda bana ulifika na hapo sasa mwanadada kuitwa Rela alikuwa amealikwa katika hoteli moja hivi, mahali ambapo mwalimu huyu Skao alikuwa anapaamini ni sehemu wanaweza kukaa na wakazungumza. Rela hakuona tatizo kabisa. Alipotoka tu pale kazini, alielekea nyumbani na hivyo kujiandaa haraka sana na alifika mpaka katika sehemu ambapo mwalimu huyu alikuwa ameandaa katika hoteli moja hivi. Niambie. Rela, samahani sana kama nitakuwa nakukosea.
bila samani. Nimejikuta moyo wangu unakupenda sana. Kila nikijaribu kujizuia kwamba nisikwambie ninashindwa. Nimetafakari, nimeona sina sababu ya kujizuia, ile hali wewe upo na mimi nipo, alafu moyo wangu unaniambia kwamba unakupenda wewe. Ninatamani sana kukuambia kwamba nakuomba uweze kunipa moyo wako, niweze kuwa mpenzi wako. Moyo wangu utafurahi sana. Wewe Mwalimu Skao, hilo jambo haliwezekani. Naomba unikubalie na kuomba. Mwalimu, hilo jambo haliwezekani. Hilo jambo haliwezekani. Mimi na wewe tutabaki kuwa marafiki. Lakini swala la kuingia katika mahusiano ya mapenzi, hapana. Kwanza sijui ni kitu gani ambacho kimepelekea mpaka wewe ukaja kunitongoza leo. Ile hadi tuko wote siku zote hapa. Kisa nini? Tuachane nayo. Siko tayari kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi na wewe wakati huu. Rela, hebu naomba upe moyo wako nafasi ya kutafakari zaidi. Unaweza ukawa umekataa wewe kwa kutumia mdomo wako, lakini moyo wako ukauacha ukatafakari vizuri, na moyo wako ukakupa jibu zuri zaidi. Moyo wangu mimi unateseka sana dhidi yako. Ninaamini kama ukiwacha moyo wako uweze kufikiri, nyoyo zitakuja kukutana katika kufikiri, na moyo wako utaona jinsi ambavyo mimi moyo wangu unavyoteseka, na na uhakika moyo wako utaonea moyo wangu huruma. Naomba usifanye maamuzi sasa hivi. Kaa tu ukitafakari, alafu naomba unipe jibu ambalo litakalo kuja kunifurahisha na moyo wangu ufurahi zaidi. Skao. Mwalimu Skao. Mwalimu Skao nakuita. Niambie na kusikiliza Rela. Usinitie majaribuni. Sawa, nakusikiliza. Unachoniambia kwamba niupe moyo wangu nafasi uweze kuamua. Lakini kumbuka hata mimi sijafanya maamuzi bila kushirikisha moyo wangu. Moyo wangu ndio ambao unaniambia kwamba mimi na wewe hatuwezi kuwa wapenzi. Labda nikwambie tu in advance kwamba siko tayari kuingia katika mahusiano ya mapenzi katika kipindi hiki. So please, tafuta tu mwanamke mwingine. Hivi, Rela, tuseme kwamba mimi sio hadhi yako au? Yaani hapa nilipo mimi, ni tabia gani ambazo uzipendi kwangu mimi ili nijirekebishe? Nijirekebishe tu ili kusudi niweze kukupata wewe uwe mpenzi wangu. Hebu naomba unisaidie. Ni kitu gani wewe ukipendi kwangu niweze kujirekebisha? Skao. Mwalimu Skao, sio habari ya issue gani uweze kuibadilisha. Skao, wewe ni mwanaume ambaye inawezekana ukawa ni ndoto ya kila mwanamke huko duniani. Kwa sababu una sifa zote. Una sifa za kujiamini. Wewe ni mpenda mazoezi. Una mwili mzuri. Ni handsome kweli. Lakini zaidi sana una kitu ambacho wanawake wengi pia wanakipenda sana. Uko vizuri kiuchumi. Tofauti kabisa na kazi yako unayoifanya. Lakini mimi nilichokuambia ni kwamba mimi siko tayari tu kuingia katika mahusiano kwa wakati huu. Lakini wewe unaweza ukatafuta mwanamke mwingine ambaye anaweza akawa yuko tayari kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi. Wewe una mpenzi hapo ulipo? Sina mpenzi, na ndio maana nimesema siko tayari kuingia katika mahusiano ya mapenzi. Na kama ningekuwa nina mpenzi, ningekwambia kwamba mimi ninaye mpenzi wangu sasa hivi. But nimekwambia kwamba siko tayari kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi. Wewe na mimi najua tu tutakaa, lakini baadaye utaniona mimi kama kinyesi, utaniacha kama takataka. Ni nani anakuambia maneno kama hayo? Ninakwambia hivyo kwa sababu najua. Unajua kitu gani kuhusu mimi? Kama kweli ungekuwa unajua, ungejua kwamba mimi nakupenda. Na wala usingewaza maneno kama hayo ambayo unaniambia. Najua. Na ndio maana nimezungumza hivyo. Hebu naomba usiniongelee.
naomba uniachie moyo wangu jinsi ambavyo unavyokupenda. Uache uzungumze wenyewe kwamba unakupenda, lakini usiongelee kwamba kuna siku utakuona wewe ni takataka. How? Moyo wangu jinsi unavyokupenda kuona wewe kama takataka? Siko tayari kubishana. Lakini mimi ninajijua. Na najua najijua vizuri na najua maisha yangu. So nafahamu hata tukikaa tuwezi kudumu. Ukijitahidi sana umemaliza na mimi ni miezi miwili. Huko mbeleni pote utaniona mimi ni kinyesi. Ni takataka ambayo inastahili kutupwa. Sijui nizungumzeje, lakini naomba tu kwa moyo mwema sitisha huo mkakati wako wa kuhitaji kuwa karibu na mimi. We can remain as friends. Tunaweza tukabaki kama marafiki tu. But not otherwise. Lakini si vinginevyo kabisa. Naomba uheshimu tu hisia zangu kama mimi ambavyo ninavyoheshimu hisia zako. Umeheshimu hisia zangu upande gani? Nimeheshimu hisia zako sana. Ndio maana nikakujibu kwa utulivu kwamba I'm not ready kuwa katika mahusiano kwa kipindi hiki. Narudia tena, naomba uachie moyo wako uweze kutafakari zaidi. Naamini moyo wako utakutana na moyo wangu mahali fulani. Alafu zitakubaliana kupendana. Na hatimaye zitatuambia sisi na tutambizana. Sawa. Nashukuru kama umenikubalia kwamba unauacha moyo wako uweze kufikiri zaidi. Sawa, wewe tusikilize. Lakini siamini kama nitakuwa na jibu tofauti na hili nililokuambia. Msikilizaji, mwanadada huyu wa kuitwa Rela, kutokana na kwamba alikuwa hayuko tayari kabisa kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, alijitahidi sana kuepuka kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa sababu alikuwa na hofu kubwa sana ya kuachwa na kuumizwa kwa mara nyingine. Waliendelea kupiga story huku akiwa anakunywa kinywaji safi kabisa ndani ya hoteli hii mahali ambapo walipokuwa. Na hatimaye walimaliza na kila mmoja kutawanyika na kurudi makwake. Siwezi kukubali kuingia tena kwenye mahusiano ya mapenzi. Nilivyoachwa inatosha, nilivyotendwa inatosha. Sitaingia kwenye mahusiano ya mapenzi mimi sasa hivi. Lakini mwalimu Sky anavutia jamani. Sijui nimkubalie. Mimi namkubalia bwana. Lakini hapana. Nitamkubalia huyu ambaye anavutia hivi. Ndio huyu ambaye akiniacha nitaumia zaidi. Bora hata nikiachwa na kimbulimbuli tu chochote tu kile, lakini huyu akuvutia huyu akiniacha nitaumia sana. Hapana. Kwani mwacha endelee maisha yake. Mwanadada wa kuitwa Rela aliendelea kutafakari kwa namna ya kipekee sana. Katika makazi haya ya shule ya Umoja High School, mahali ambapo alipokuwa anakaa mwanadada Rela pamoja na wadogo zake wawili. Ilikuwa ni mida ya usiku na kijana mmoja ambaye anayetoka katika familia ya kitajiri aliyekuwa anasoma katika shule ya Umoja High School. Kijana huyu aliyekuwa anafahamika kama Frankie alikuwa anasogea na alikuwa anataka kutoroka shule wakati ule. Sehemu ambapo kulikokuwa na upenyo mzuri wa kutorokea ni pale pale karibu na nyumba ambayo aliyokuwa anakaa mwanadada Rela pamoja na wadogo zake. Sasa wakati alipofika pale, akawa anataka kuangalia upenyo wa kuruka ukuta ili aweze kuondoka. Sasa upande wa nyuma ndipo mahali ambapo alipokuwa amekaa mwanadada huyu wa kuitwa Leisha. Alikuwa yuko tu anapunga upepo sehemu za nje pale nyumbani ambapo anapokaa dada yake. Alipotazama akamwona kijana huyu akiwa anataka kuruka ukuta. Alitembea haraka mpaka akafika pale akamwambia, "Wewe, shuka hapo. Usitoke hapo, wewe." "Oya. Wewe nani, mbona tunazoeana?" "Wewe nani wewe, tunazoeana hivyo?" "Nisikilize nikwambie, wewe unataka utoroke shule wewe. Napiga kelele ukitoka hapo mimi napiga kelele. Njoo hapa kwanza." "Wewe sister vipi nawe, mbona ueleweki? Afu unajua ukipiga kelele hapo walinzi wakisikia tutagombana na wewe. Wewe lete tu mambo yako hapa. Afu mbona uko na wenge hivi? Hebu nenda zako, potea kwenda kule kwanza."
unani ngoja. Mlinzi, kuna huyo anaru babu. Msikilizaji, mwanadada Leisha bwana alikuwa amelichota jambo ambalo zito sana. Alianza kupiga kelele kumuita mlinzi ili aweze kuja kumdaka kijana huyo wa kuitwa Frank ambaye alikuwa anataka atoroke shule. Sasa ilikuwa ni mida ya usiku. Kijana huyo aliruka pale haraka sana, akarudi na kumshika mwanadada huyo wa kuitwa Leisha, akamkamata mdomoni. Alimziba mdomo ili kusudi asiweze kuendelea kuzungumza, kwa sababu kama angeendelea kupiga kelele vile, mlinzi kungekuwa na uwezekano wa kusikia na hatimaye angekuja pale na kumkamata kijana huyo. Kijana huyo alikuwa anafahamu, kwa sababu alikuwa anatoka kwenye familia makini sana, familia ambayo ni familia ya kitajiri, ilikuwa inafahamu umuhimu wa shule. Kwa hivyo kama angegundulika kutoka kwa mlinzi na hatimaye taarifa ile ikafika pia ofisini kwa walimu, alafu ikapenya moja kwa moja ikaingia mpaka nyumbani, Frank alifahamu kabisa kwamba mambo yangekuwa ni mabaya sana. Pengine baba yake angemzingua pakubwa sana kama angepata taarifa kwamba anaruka ukuta na kutoroka shuleni. Kitu ambacho alichokuwa anatamani kutoka ni ili tu aende akazunguke ale bata 2-3 kule nje ya shule. Sasa kitendo kile alipokuwa anataka kutoka, Aisee aliona hapana, huyu ananipigia kelele atasababisha mimi aniuzie nishindwe kutoroka hapa. Ndipo akambana mdomo Leisha ili asiweze kuongea. Mwanadada Leisha aliendelea kupapasika pale akitaka achiwe mdomo wake ili aweze kuzungumza. Alivutwa pembeni na kuondolewa kabisa karibu na ile shule na ile nyumba ambayo alipokuwa na dada yake, huku akiwa anapelekwa katika kichochoro kikubwa zaidi. Sasa nisikilize wewe. Wewe unajifanya kidomodomo. Sasa na kuvunja hii shingo sasa hivi. Kijana wa kuitwa Frank alimwachia mdomoni na pale sasa akaanza kumkabakaba shingoni huku akiwa anamshika mkono kwa nguvu. Wewe, niache. Unanifahamu mimi? Unanifahamu? Ndio nakufahamu. Niache bwana huko. Unanifahamia wapi mpaka unanizoea hivi? Nilikufahamu hapa, kwani wewe unaitwa Frank? Kwani nani asiyekufahamu? Wewe unanifuatilia sana eh? Sio nakufuatilia. Usitoroke shule, hiyo ni tabia mbaya. Sasa nisikilize. Nitakuvunja mikono ukiendelea kunifuatafuata. Niache huko bwana. Wewe niachie bwana huko, niache. Na kuachia kwa sharti moja tu. Ukitaka nisikuvunje mikono unyamaze kimya. Ukipiga makelele hapo na walinzi wakagundua kwamba mimi nataka kutoka, nitakuvunja kweli kweli. Sasa useme, nikikuachia hapo unakaa kimya au unapiga kelele nikuvunje kabisa. Haya niachie, sitaongea tena. Mbavu sana. Kijana huyu bwana wa kuitwa Frankie alimwachia mwanadada huyu Leisha mkono, lakini alipomwachia mwanadada yule alipepesuka na kudondoka kwa sababu alikuwa amenyongonyezwa sana. Alipodondoka pale, kijana huyu Frank alishangaa sana. Wewe shida nini? Umeniumiza. Mwanadada huyu aliendelea kulia huku akisema ameumizwa. Sasa Frank alianza kuogopa pale, akaona sasa si nikawa nimefanya jambo baya, akamnyanyua akamwambia vipi wewe? Shida nini? Kwani unakaa wapi? Nakaa hapo kwa Darela, ndo hapo mimi ninapokaa uliponitoa na kunileta huku. Hebu sasa twende. Acha kulia hapa, umeumia sana. Nimeumia, umenivunja mkono wangu wewe. Umevunjika wapi bana, umestuka tu. Na urudisha huko. Wewe aniache huko. Wewe kazi kuniumiza tu na mimi nitasema tu. Hebu tulia huko. Twende huku. Twende nawe wapi, umeniumiza hivi, niache huko. Wewe nimekwambia twende nikupeleke mpaka nyumbani na kurudisha pale, usio kaleta matatizo hapa. Niache, sitaki kutembea na nitakukanda makofi sasa hivi kama utaki. Nimekwambia nakupeleka na kurudisha mpaka pale kwenu. Afu shika hela hii hapa. Itakusaidia kwenye matumizi yako kwa pumbavu nini wewe. Twende huko. Kijana huyu bwana kuitwa Frankie alikuwa ameshika hela kadhaa hivi akaziweka kwenye mfuko wa suruali ambayo aliyokuwa amevaa mwanadada huyu wa kuitwa Leisha. Aliweka ile hela pale. Na pasi na kuishika kuipapasa au vipi, mwanadada Leisha alinyamaza tu. Jamaa alianza kumshika mwanadada Leisha na kuanza kumkokota kwa nguvu. Leisha aliendelea kuonyesha ugumu kwamba hahitaji kuongozana na kijana Frankie mpaka nyumbani kwao. Sasa kijana huyu hakupenda, alibidi amshike akambeba kwa nguvu. Niache huko, alianza kumpiga makofi ya mgongoni pale ili aweze kumwachia, lakini Leisha hakufanikiwa kupiga makofi ambayo alikuwa na uzito wa kumfanya Frankie asiendelee kuwa naye. Sasa hapa ndipo ambapo Frankie alipombeba na kumrudisha mpaka katika nyumba ile ambapo alipokuwa anakaa mwanadada Darela, kwa sababu Leisha alisema pale ndipo mahali anapokaa. Nisikilize. Kwa hiyo hapa ndo unapokaa siku zote.
Ndio. Pumbavu. Afu wewe sasa upige makelele tena uone. Na nitakutafuta. Ingia zako ndani huko. Puzi kweli. Frankie alimwacha mwanadada huyu wa kuitwa Leisha, na Leisha sasa aliingia mpaka ndani. Alipofika ndani alianza kukutana na maneno ya dada yake ya kuitwa Rela. Wewe Leisha, unatoka wapi sasa hivi? Kwani vipi na wewe dada bana? Hebu niache bwana. Nakuuliza unatoka wapi? Nimetoka kwa rafiki yangu huko kuangalia. Kuangalia kitu gani? Bana dada, na wewe mbona lakini tunafuatiliana hivyo bana? Ina maana nikitoka yani kuna shida yoyote nikienda kwa rafiki yangu? Mdogo wangu sijakwambia kuna shida. Lakini ni bora uage, sio unatoka tu. Yaani unaondoka tu. Sasa hivi ni usiku, uondoke tu uende. Bana sasa si nimerudi lakini bana. Darela bana na wewe bana, hebu niache bana huko bana. Kwani tunafuatiliana hivyo? Sisi sote watu wazima bwana. Mwanadada kuitwa Leisha bwana alitoka pale mbele ya dada yake na kuingia zake mpaka chumbani. Aliamua kwenda kuoga na hatimaye akarudi pale. Akaanza kutafakari akisema sijui hela iliyowekwa hapa ndani shilingi ngapi. Na mkaka atakuwa ameweka shilingi ngapi au 500. Ameniwekea makaratasi. Hivi kweli kuna mwanafunzi anaweza kukubali kutoa hela kweli ya maana eti ya matibabu? Mkono wenyewe sijaumia sana. Si ndio hospitalini. Labda nunue tu Panadol hapa ninywe basi. Za shilingi 500. Ngoja niangalie. Sema achane na mimi bana, mimi siwezi kuangalia unakuta limeweka mikaratasi yake afu niangalie. Leisha bana alijishauri pale, akajitupia kitandani ili alale, lakini akile kamwambia hapana. Ngoja niende niangalie kwamba ile trouser iliwekwa shilingi ngapi. Leisha alinyanyuka na kuifuata nguo ambayo alikuwa ameipana kuingiza mkono mfukoni. Alipotoa alishangaa kukutana shilingi 80. Hakuamini kabisa 10,000 nyekundu 8. Hakuamini. Hivi kweli mwanafunzi ndo ameniwekea hizi zote? Jamani. Haya bwana. Huyu inaelekea nyumbani kwa wana hela huyo. Mimi nilikuwa namuona tu kawaida huenda. Kumbe ana hela. Haya bwana. Msikilizaji, pale sasa mwanadada huyu alifurahi sana Leisha. Akaona amepata pesa ambazo hakutegemea kuzipata tena kutoka kwa mwanafunzi. Alitulia zake ndani na hapo akiwa anaisubiri asubuhi iweze kufika. Sasa kijana huyu wa kuitwa Frankie alitoka akaenda kwenye mizunguko yake yote akamaliza na hatimaye akarudi ndani. Lakini wakati anarudi kumbe mlinzi alikuwa amemuona. Akambananisha pale. Nyinyi ndo mnataka mtuharibie kazi, si ndivyo? Kwani vipi na wewe mlinzi bwana? Wewe unatoka wapi sasa hivi? Bwana tulia basi na wewe. Si nishaenda nimerudi. Sasa kuna matatizo gani yametokea bwana? Oho, ngoja nimpigie kwanza mwalimu wako wa zamu kwanza. Kwa sababu mimi sikuelewi. Kwanza kaa chini. Pumbavu mkubwa sana. Kaa chini. Afande Mwita. Alipiga kipenga pale na afande mwenzake ambaye alikuwa analinda pamoja alikuja pale. Na pale wakamweka chini ya ulinzi kijana Frankie na kumkalisha chini. Niambia sasa kinachofuata hapa ni kukumpigia simu kwanza mwalimu wako wa zamu aje hapa. Kijana Frankie alifahamu kwamba ikiwa mwalimu wa zamu angekuja au angetoa maagizo yoyote na yeye akafungwa hata akafungiwa pale mpaka kesho yake, aisee taarifa ile ni lazima ingefika kwa mzazi wake na mambo yangekuwa ni mabaya sana. Frankie aliamua sasa kubadilisha namna ya kuzungumza. Akaanza kuongea vizuri na wale maafande walinzi wa shule. Oya, hebu maafande sikilizeni basi niwaambieni. Sikieni basi. Unasemaje wewe? Mjinga wewe. Aliendelea kupigwa virungu kidogo pale huku akilainishwa ili aweze kukaa na kutulia. Bana hebu shikeni. Niwaambie niwagee basi hata ya chai hapo mimi niwaache bwana, mniache bwana mimi niendelee zangu mabwenini huko. Kwani kusumbuana hivi nataka nikaoge nilale. Hela cha una shilingi ngapi? Una hela ya kutupa sisi wewe? Bana mimi naweza kualisha hata wiki nzima. Hebu tulieni bwana. Hebu shikeni hela ya chai hapa mtaangalia huko swishi ngapi hiyo. Kijana huyu bwana aliingiza mikono yake mfukoni na kutoa noti vya kuwakabidhi. Walipoangalia pale bwana na kuzihesabu walikuta ni shilingi 28,000. Hela hii bwana waliona ni hela nzuri kabisa hiyo, akaona hii hamna shida. Akamwambia aje simama huko. Kwanza twende wote mpaka tukupeleke bwenini kabisa tuhakikishe usalama wako. Wewe bwana wewe ni bosi bwana. Tunakushukuru sana bwana. Siku nyingine ukitaka kutoka unakuja unaongea na sisi ili tukupe ruhusa kwa utulivu. Usipenye njia ambazo sizo. Ukionekana itakuwa si vizuri, sawa?
Msikilizaji, maafande hao bwana walifurahi sana kwa ajili ya kupata shilingi 14,14 kila mtu usiku ule. Pesa ambayo walikuwa hawajatarajia kabisa. Walifurahi bwana hapo, walisahau hata lindo lao, wakaona kwamba wao ni mabodyguard wa kijana wa kuitwa Frankie. Walianza kumbeba pale moja kwa moja wakiwa wanamsindikiza mpaka alipofika na kuingia katika bweni hapa katika shule hii ya Umoja High School. Baada ya pale ndipo wale bwana wanajeshi wale wa ulinzi pale, walinzi waliondoka pale na kutawanyika katika maeneo yao ya kazi. Kijana huyu bwana wa kuitwa Frankie aliendelea kutafakari sana akimwaza mwanadada Leisha. Ni kama Leisha alikuwa amenasa sana kwenye akili yake japokuwa alikuwa amemuona kwa mara moja tu. Yule yule demo hapana. Yule demo nimejaribu kumkaba lakini ana aisel demo mzuri. Yaani anajuta hata kwa nimefanya vile. Demo mkali huyo aise. Hebu lakini kesho nifanye taratibu nikamuone. Sasa amesema yeye yuko nyumbani kwa Reli. Nyumbani kwa mpishi pale mimi nitaenda. Kijana Frankie alizidi kumtamani na kufurahia sana na akawa anabaki sana katika kumbukumbu zake usiku mzima. Asubuhi ilipofika bwana, waliingia zao vizuri madarasani na vipindi vikiwa vinaendelea. Lakini akili yake yote ilikuwa inamwaza sana mwanadada Leisha. Hata walipotoka wakawa wako kwenye mapumziko, kijana huyu bwana Frankie alijikuta akiwa yuko busy sana katika kumtafakari mwanadada Leisha. Kitendo kilichomfanya rafiki yake huyu akuitwa Katumbi kugundua kwamba kuna shida fulani mahali. Oya Frankie, vipi mwanangu? Mbona kama mawazo sana? Vipi? Ni unawazia pepa hizo? Amna mwanangu Katumbi, unajua nini? Sijui nikwambieje. Hebu niambie kwanza, wewe nakuona kabisa uko tofauti. Hapana, sio hivyo bwana, sio tofauti sana, sema kuna demu nimemwelewa kichizi mwanangu. Nani huyo? Huyo demu bwana ni demu mmoja hivi. Anafanya yani anakaa pale kwa mpishi. Mpishi Rela? Ya. Kwa hiyo umempenda Rela? Nisikilize basi Katumbi. Sijakwambia Rela, nimekwambia huyo demu anakaa kwa mpishi Rela. Yaani ni mtoto kasimama kweli yani. Yaani afu nimemwelewa kichizi yani. Sasa umeshamwambia lakini? Bado sijamwambia yani, lakini hebu leo kama vipi nisindikize basi niende kule nyumbani kwa mpishi kule. Mwanangu, huyo demu gani huyo amekufanya ukazimia kiasi hicho? Nataka tu nikamuone. Akili yangu haiwezi kukaa vizuri kama sijamuona yule demu mwanangu. Haitoelewa yani. Yaani mimi naomba tu twende. Wewe mwanangu tuachane na kusoma sasa hivi. Bana, wewe kama unasoma soma, lakini mimi nakusubiri. Mimi siwezi kusoma sasa hivi. Akili hakuna kitu kinachukuliwa kabisa yani. Yaani akili haichukui chochote, la zaidi sana inamuona tu ile demu. Ndo kama hivyo mwanangu, twende basi. Msikilizaji, pale walikubaliana na hapo wakakaa pale kama muda wa lisali moja hivi. Kijana huyo wa kuitwa Katumbi yeye akapiga msuli akasoma vizuri akamaliza. Lakini kwa upande wa kijana Frankie alikuwa anawaza tu jambo moja tu. Alikuwa anawaza zaidi na zaidi kuhusiana na mwanadada huyu. Na hivyo sasa alipomaliza walianza kuongozana moja kwa moja mpaka katika makazi ya shule hii ya Umoja High School. Na hapo ndipo mahali ambapo walipofika katika nyumba ambayo alipokuwa anakaa mwanadada Rela. Bila shaka hapa ndipo ambapo mwanadada huyu wa kuitwa Leisha naye ndipo mahali alipokuwa. Ni nini la kwanza kuzungumza ili waweze kumpata? Aisee walishindwa, lakini walijitahidi wakafika pale na kujifanya walikuwa wanamtafuta mlinzi. Walikuwa wanamtafuta mlinzi, lakini badala yake wamefika mpaka pale. Walipopisha hodi na kuambia kwamba mlinzi hakupita kule, basi pale pale kijana huyu wa kuitwa Frankie alikuwa amepata wakati wa kumkonyeza mwanadada huyu wa kuitwa Leisha. Leisha aliusikia wito na hivyo wawili hawa, kijana Katumbi pamoja na Frankie, walipokuwa sasa wanaondoka,
mwanadada kuitwa Leisha aliwafuata ili aweze kusikia ni nini kinachoendelea. Je, kijana huyu Frankie alikuwa na jambo gani jipya la kumweleza? Hivyo jina lako unaitwa nani? Mimi naitwa Leisha. Aisha? Leisha ndo jina langu. Leisha bwana, mimi samahani bwana. Mimi bwana nimekupenda tu nikwambie. Natamani tu uwe mpenzi wangu, hilo tu bwana. Yaani ndo hivyo tu yani. Sitamani niseme zaidi. Mimi nimekuelewa sana. Naomba tu uwe mpenzi wangu na kuomba. Mwanadada huyu wa kuitwa Leisha alimtazama kijana Frankie. Kwanza alikuwa na kumbukumbu kwamba ndio ambaye aliyemuumiza. Lakini alikumbuka jinsi ambavyo alivyopewa hela nzuri sana. Lakini alikuwa anakumbuka tena kwamba ndipo ametoka katika kuachwa na rafiki yake, mpenzi wake ambaye alikuwa anamwamini sana, Rafael. Akatafakari haraka sana pale na akawa hajapenda kabisa kuingia katika mahusiano. Ilibidi aanze sasa kumuuliza maswali kadhaa. Akamuuliza, Frankie, wewe na mahusiano ya kimapenzi na mimi? Hilo tunakuomba. Kwani huoni kwamba mimi ni mkubwa kwako au? Ukubwa sasa unaingiaje hapo kwenye mambo ninayokuambia? Wewe kwani uko form ngapi? Mimi niko form 3. Sasa form 3 huoni kabisa kwamba wewe ni mdogo wangu? Mimi niko kidato cha 5. Wewe uko form 3. Mimi form 5. Wapi na wapi? Sidhani kama nilikuwa nazungumza habari ya umri. Mimi nilikuwa nazungumza habari ya mapenzi. Nimekupenda sana, naomba niingie kwenye mahusiano ya mapenzi na wewe. Masuala ya umri hayo wewe tuachane nayo tu. Aisee, nikwambie tu kwamba ni jambo haliwezekani. Kabisa, haitawezekana. Kwa nini isiwezekane? Haiwezi kuwezekana kabisa. Wewe ni kama mdogo wangu. Hebu kwanza soma kwanza. Jitutumue kwenye masomo umalize, alafu hapo ndipo sio tutaongea, utatafuta mwanamke ambaye mtakaye kwa mnaendana, sio mimi. Naomba nisikie basi. Mimi nimekupenda wewe. Kama kuna kitu chochote unakiona kwamba pengine hakifai, kikoje, hebu naomba ukiseme, lakini usinitajie habari ya umri. Mimi nimekupenda wewe. Sijapenda umri wako au kuchukia umri wako, nimekupenda wewe. Bana, naomba nikujibu tu moja kwa moja. Haiwezekani. Tena naomba mimi nirudi zangu ndani. Siko tayari kuendelea kuongea na wewe, niondoke hapa kabisa. Sawa? Msikilizaji, mwanadada kuitwa Leisha alinyanyuka pale na kuanza kuondoka. Kijana huyu hakupenda kabisa Frankie, alimkamata mkono pale akamwambia, hebu naomba nisikilize. Na unaniachaje hivyo? Hebu niache kwanza mawasiliano yako ya simu kwanza. Sasa mawasiliano yangu hata nikikuachia itakuwaje? Niachie, itapendeza sana ukiniachia mawasiliano yako. Wewe unaweza kutumia simu huko. Mimi ninajua mwenyewe nitafanyaje. Naomba niachie na mawasiliano yako. Sawa, lakini nimekwambia mimi siko tayari kuingia kwenye mahusiano na wewe. Soma kwanza. Masuala ya kusoma mimi mbona naelewa. Hebu nitajie kwanza namba yako. Msikilizaji, mwanadada huyu wa kuitwa Leisha alitaja namba yake ya simu na kumpatia kijana Frankie. Frankie aliondoka pale huku akiwa na mawazo yake, yeye pamoja na rafiki yake wa kuitwa Katumbi. Walikuwa wamefurahi sana kwamba angalau wamepata namba za simu. Katumbi bwana alimuuliza jamaa, vipi, imekuaje? Jamaa akamwambia kwamba mwanadada amekataa kabisa, lakini nashukuru amenipatia namba za simu. Katumbi akamweleza kwamba kama amekupatia namba za simu sio mbaya, huyu anaanza kwenda vizuri, tutaongea naye mpaka atakuja kukubali tu, kwa sababu sio kwa jinsi ambavyo ulivyokuwa umepata frustration jamangu, lakini kwa sasa ninachokiona mambo yataenda vizuri. Basi Katumbi pamoja na Frankie waliondoka na kurudi zao katika mabweni yao kuendelea na shughuli zao. Mwanadada huyo kuitwa Leisha na yeye alirudi ndani. Aliporudi ndani, dada yake akaanza kumuuliza, vipi wewe? Wapi sasa hivi unatoka? Dada. Darela, hebu niache bwana. Natoka wapi wapi bwana? Niko ndani hapa, niko salama, nimerudi, niache.
Rela aliamua kunyamaza na kutoka kumwongelesha tena mdogo wake huyo. Mdogo wake aliingia mpaka chumbani. Akaanza kutafakari. Sasa ila jamani, sisi wanawake tuna matatizo. Yaani mimi nimesema sitaki kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi. Nimeshajikatia tamaa, alafu anakuja mwanaume ambaye anatoa pesa. Eti amenipa ile pesa yote, ananiambia nikajitibu, alafu sasa hivi ananiambia ananitaka kimapenzi. Kweli? Hivi anataka nini huyu? Si majaribu haya jamani. Lakini siwezi kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi. Kwanza tushazungumza kama familia kwamba tudili na vitu vya msingi, mapenzi yatatuharibia muda tu. Basi mimi siwezi kuingia kwenye mahusiano. Kwanza nikiingia naye kwenye mahusiano ni kwamba ataniacha tu kwa sababu ya mikosi ya familia. Kwa hivyo nikiingia tena hapa ataniacha, afu ni aibu tu, ndo ya kutumika kama Darela anavyosema. Mimi siwezi kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi. Bwana msikilizaji, hiyo bwana ni sehemu ya kwanza. Hebu tuangalie kwamba haya mambo yanakwenda mpaka wapi. Mambo haya yanakwenda mpaka wapi? Hawa watu wana jambo gani? Kuna pepo gani la kuachwa humu ndani? Hebu endelea kuwa pamoja na sisi bana. Hii ni Makala Simulizi, tukutane katika sehemu ya pili. Mimi ni BHB, rafiki yako wa Makala Simulizi. Bye bye.